BMG pamoja daima. Twende tukaangalie mtumishi mmoja mmoja kila alikoingia kazini kafanya kiasi gani kwa mwezi mzima, tuangalie wastani wake. Nasema nikijiamini kwa sababu tumefikia mahala wateja tunaowapata wanakuwa bado wako chini. Sawa? Watumishi wanapangwa watatu kazini. Mmoja anamwaga mwenzake baada ya kusaini, naenda mjini pale nina shida nitakuja baadaye. Amwagi hata inchaji anaondoka. Uongo kweli? Uongo kweli? Ni kweli. Unacheka? Katibu, ni kweli. Hakuna unacheka tu. Unajua kweli. Hapo anasikia mtu yuko barabarani. Lakini matroni huyu akija kuuliza, hivi leo umeona wateja wangapi? Wanasema matroni mnoko. Uongo kweli? Mbaya nani? Umenielewa? Sasa mkurugenzi, tupe nguvu kwenye kituo hiki kizuri kilichojengwa. Kila mtumishi aweze kufanya kujaza taarifa ya uwajibikaji. Mtu mmoja Yombo akaniambia, yeye ni medical officer in charge, mama tumekuelewa. Taarifa ya uwajibikaji inahitajika. Ndio maana hata shuleni kwetu watoto wanaosoma kwenye shule za kimataifa wanaporudi nyumbani wana diary. Kila mwalimu amesaini alichofundisha na mtoto unampelekea mzazi. Na mtoto anasema kweli tumefundishwa hiki. Lakini Tanzania hatujawa na utaratibu wa kwamba nikienda kazini niingie kabla ya kutoka niwe na diary inayosema nimemuona nani leo. Nikaenda hospitali moja, nikakuta ilikuwa Ruvuma. Manesi wawili wamevaa nguo nyeupe wako kwenye wodi moja wamekaa. Na nyinyi mnafanya nini huko, mbona OPD wagonjwa wengi? Si tumepangiwa hapa. Mmepangiwa hapa, mna wateja wangapi? Wakanyamaza. Nionyesheni wateja waliko. Nafungua mlango na mkuta mteja mmoja bima amelala, kavaa headphone, kakunja nne, kajifunika shuka na kanovo hivi anasoma. Nyinyi mnafanya nini hapa kutoka asubuhi? Ndio tulipangiwa hapa. Kwa hiyo ndio tunachosema uwajibikaji lazima uende na kupima productivity. Wewe umepangwa, tuulize OPD mnaona wagonjwa wangapi sasa wanaoumwa? Wewe unafanya kazi nzuri, jiamini, sio kusomesha shule hapa. Intern ya ni mobile au internship. Si ndio ili kituo chako sasa wewe kikue sasa kwenye uwajibikaji, na wewe sasa kwenye CMD wewe. Wewe DMO na wewe tukupe wilaya sasa. Ushanielewa? Ndio tunafanya somo la uwajibikaji ili watu wengine wasio kuepo kwa tusikie. Kwa hiyo umeona hapa wewe 15, si ndio Hapa ni watoto. Sasa utakuwa ujumlishe na za antenatal care, ujumlishe sasa na za chanjo. Unaelewa? Ujumlishe zote upate average, ndio utajua sasa ni wangapi wanatakiwa waende kliniki. Nimetoka kule jana Itilima tulipofanya ile hesabu tukaona kwa siku wanaona wateja 30 clinic. Umeelewa? Na wauliza mnaingiza staff wangapi? Wakaniambia tunaingiza wawili. Nikagawa kwa mbili wateja 15. Hiyo ni kutoka saa ngapi? Saa 1:30 mpaka saa 9. Si ndio Si umeona Ina maana mteja mmoja wewe kama ni 15, 9 yenyewe mara 2 ni 18. Sijui umeelewa? Ina maana mteja mmoja unamdrive. Nataka kuongeza commitment kwamba tuweze kujua tunakupimaje. Ndio mifumo tunayokosa. Matokeo yake sasa mtu anasema nakwenda mjini mara moja nitarudi, anamwachia mwenzake wateja. Wateja wanaanza kulalamika. Kwa sababu hata kama akienda mjini masaa mawili akirudi, siaulizwi na mtu. Umeona hiyo tofauti? Swala lingine linalohusu management ya software yanayosema. Mfano, mna vitanda vingapi sasa jumla mnapolaza? Vikijaa kabisa vimefurika vinakuwa vingapi? Maana mimi nitaenda kwenye bed state. Yaani watu vinapolaliwa kwa siku vikiwa vingi kabisa kati ya 28. Vinajiaga mpaka vinafika 30. Kwa vitanda yani ndo bed state. Ndio iko hiyo. Beds available ni 28 capacity. Bed state yani mnazosomaga zile. Wanaweza kufika wangapi? Wanafika 30 ndio. Wanaweza kufika 30. Haya sasa tuna wauguzi wetu wangapi hapa mmeniambia? Maano 13, nesi 20, si ndio Kwa hiyo kwanza nikasema wauguzi kwa setting ya nchi yetu 20-33. Maana tusio tunaongelea standard za Ulaya wakati sisi bado tuko Tanzania. Sijui umeelewa nyama ni muhimu tule. Tuishi kwa mazingira yetu tulionayo sisi. Umenielewa? Kuna watu wanataka kutulazimisha tuishi kwenye mazingira tusiokuwa nayo sisi. Kwa hiyo hapo unaweza kuwa na wauguzi 33, si ndio Kwani kuna wako likizo, wengine wako kazi za nje. Kwenye wodi hiyo yenye wagonjwa 30, unaweza ukahitaji wauguzi wangapi sasa? Gawanya kwa 8. Hivi ni ngapi tusaidie sasa? Wanne. Sijui umeelewa
Sasa kaangalie tunapanga wangapi kule. Ninachotaka kusema hapa ni nini? Lazima tunakuwa na utaratibu wa kupanga watumishi wetu kutokana na mahitaji, kwa sababu nimeshajua katika wagonjwa 30 walio serious labda 5, sijui unanielewa hawa ndio nitawekeza nguvu nyingi. Huku kwingine nitakwenda kwenye ratio zinazotakiwa. Lakini tunapokuwa kituoni unaangalia kama medical officer in charge shule sasa hivi, si ndio wewe kazi yako ni manager kuangalia service point gani imeelemewa, service point gani haijaelemewa. Ni kama vitani, ukiona zinapigwa risasi sana huku, unachukua wale ambao zimepumzika, unaongeza nguvu huku, si ndio Lazima tuende na art hiyo, au la sivyo tutalalamika upungufu wa watumishi mpaka kiyama kitafika. Unajua kwa nini kiyama kitafika, mamangu daktari wangu mzuri? Tunazaana wa Tanzania, tunataka tuwe na taifa kubwa kama la China. Umenielewa Tuwe na uchumi wetu, tufanye biashara zetu sisi wenyewe. Ushanielewa hapa Na lazima tuzaane. Ndio maana tunaweka hii mifumo ya kufikisha huduma kule na kuwa na mameneja wazuri ili bima iwe kubwa, tujiendeshe wenyewe. Liali zile mimi nimetembea kutoka Simiyu, yani nchi tu lina hata watu. Sijui umeelewa, ndege hawapo, sungura tumekula, sisi wenyewe hatuzani. Sasa tunafanya nini huku duniani? Umeelewa Kwa hiyo tunatakiwa tuwe manager wa kuangalia huku kumepumzika OPD, usikae bila kazi, nenda kamsaidia mwenzako kule. Sijui umeelewa hiyo kitu Hapo ndio mtakao kufanya kituo chenu tuwe kama Apollo tunakopenda kukimbilia kwenda. Maabara mkurugenzi. Somo lingine maabara. Business administration maabara. Unamkuta mkuu wa kitengo, unamwambia wewe ulipewa reagent X ya kupima wingi wa damu. Reagent hii ipo kwenye vichupa hivi hapa. Vina ujazo kiasi fulani, mils fulani. Ujazo huu unatakiwa upime sampuli 50. Ulipewa hivi 10. 50 mara 10 ni 500. Unakuta hajaandika. Kwa maneno yake. Ukipima unapata 100. Sampuli 100. Unamuuliza, "Sasa wewe, sampuli zingine 500 ziko wapi?" Anaanza, nilisahau kuandika." Yaani wewe umekuja kazini unasahau kuandika. Mary yuko wapi? Hajaja. Umesikia kile wewe vile tu ambavyo vina hela nyingi ndio unasahau kuandika. Si ndio Unamwambia kama umesahau kuandika, nipe sasa wateja tunawatoa wapi sasa? Unaenda OPD kwa daktari aliyewaandikia waje maabara na wapo. Unawapa hizo mbinu hizo. Mimi sitaki kupoteza muda hapa nikae nachambua, lakini hivyo vitu vipo, ni kama shule kwa. Sawa Kwa hiyo lazima kila mtumishi anapokaa kazini kalamu yake ndiyo kazi yake. Nimefurahi sana Mwanza, nimeambiwa na RMO mnafanya sasa hivi audit, mnafanya mpaka na wakaguzi wa ndani. Hii ni sekta ya afya. Wakaguzi wa ndani lazima waelezwe sasa jinsi ya kutupima sisi, kwamba sisi ukija kutupima eneo la maabara utatupima hivi, ukija kutupima eneo la OPD utatupima hivi. Eneo la dawa, jana mtu anasema nimetoa dawa kwa wagonjwa 32, nipe makaratasi uliotolewa dawa kule Itilima kule. Ananipa makaratasi prescription 17. Namuuliza, maana kutarajia kama nitamodit. Zingine ziko wapi? Anatoa macho hivi. Sijazoea mimi kukaguliwa hivyo. Kwa hiyo niliandika. Ndio majibu tunayopata. Kwa hiyo inaonekana kwamba sasa katika management ya rasilimali bado tuna shida. Mwingine anasema, "Mimi nina wagonjwa wengi sana, rasilimali zangu zinatumika nyingi sana kwa sababu wanatoka halmashauri ile." Najiuliza, kama hivyo ndivyo zile zilizopangwa ziende halmashauri ile kule, wagonjwa wake wakaja kwako, umeshaona hiyo kanywa nani? Umeona hiyo? Kwa hiyo kazi yako ya data, kazi yako ya takwimu ni muhimu sasa kumpatia mkurugenzi aweze sasa kuoanisha. Mimi hapa Nyamagana nilitarajia ningepewa pesa kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa, umeniambia 41, population total 41, si ndio Lakini nimehudumia incidence nyingi zaidi, kale kamgao hakajanitosha kwa sababu hawa wanatoka kule, hawa wanatoka kule. Anatoka sasa RMO. Anasema kama wanatoka kule wakaniambie dawa zilizopelekwa kule kanywa nani? Ita kikao, rasi anakaa pale, anapewa data, anaenda kuvifuata vile vitu, anavileta huku. Swala la upungufu wa watumishi, yaweza kawa wewe ukawa na wagonjwa wengi kwa sababu unaweka data zako vizuri, na kwa sababu data za wilaya nzima zinawekwa vizuri, na za mkoa zinawekwa vizuri, mtagundua maeneo yepi ambako hawana wagonjwa,
alafu tutaenda kuwahoji wale watumishi. Hivi nyinyi mnalipwa mshahara wa serikali kwa kumhudumiaga nani? Mbona wewe una wateja wawili tu? Punguza hapa, peleka kule. Imetokea hivyo, ni mfano hai. Dodoma, zahanati 3 walikuwa wanapelekewa maji ya kujifungua, wanapelekewa dawa za kujifungua, kanyula za kujichoma, zile oxytocin, pamba, gozi. Hawajaizalisha mtu. Hao midwife, umenielewa na my enrolled students. Miaka kibao. Sasa tukwambia sasa nyinyi, turudisheni vile vitu. Mmemzalisha nani? Unajua hapa wapendi kujifungua kina mama kwa sababu wanapenda kwenda hospitali ya mkoa kwa sababu kule wanaweza kufanywa upasuaji. Unaona majibu tunayopewa mepesi. Tukawaambia hasa kwa sababu wanapenda kwenda kujifungua kule, basi na nyinyi mtakuwa kifika saa 9 tunawapangia zamu huko muwafuate na vitu vyenu mlivyopewa na serikali. Baada ya wiki 2 kila mtu alikuwa amezalisha wagonjwa 5, 7, 10. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, nilichosema mkurugenzi kule, tumejengewa majengo mazuri, tunapewa watumishi na vifaa tiba na dawa. Ndio sasa sisi tusichukue tabia za kizamani zisizokuwa na mifumo ya kumanage biashara. Sisemi biashara ya faida, sisi ni watu wa huduma, lakini business kwa maana ya kwamba ubora wa huduma. Mimi nimeyafanya haya. Nimekuwa mimi mganga wa mfaizi wa kituo, najua uganga wa mfaizi, najua clinical meeting, najua ward round, najua kila kitu. Sawa? Nimekuwa mimi DMO. Nimekuwa RMO. Nimekuwa mkurugenzi msaidizi wa huduma za tiba, nimekuwa mkurugenzi wa tiba, nimeibukia TAMISEMI. Lazima nilete huu uzoefu. Na nilikuwa mashine, mashallah, piga makofi. Kwa hiyo nimekuja kuwatia moyo kwa sababu mmefanya kazi nzuri, lakini kuna siri zingine ambazo yaweza shuleni hukupewa, ni siri za kimeneja, ni siri za uzoefu, lazima tuzipate. Tukiweka pamoja hivi vitu, tutakuwa hatuna watumishi wanaokuja kusaini tu na kutoka, ukimuuliza umeona nani, haelewi. Mwenzake amemwachia wagonjwa wote na yeye hawezi kusema kwa sababu ataitwa mnoko. Haitakuwepo hivyo kwa sababu wewe utakuwa ni mkaguzi na ni manager unayejitosheleza. Managerial hours manake ni nini? Usiingie tu kazini mkuu wa kitengo saa 1:30 na wewe ndio unafika saa 1:30. Kutoka saa 8:30, saa 8 ushaanza kujiandaa, unapaki mabegi uondoke. Wewe kama umepewa heshima ya umeneja na mkurugenzi, lazima mtafute package. Sasa tuwafundishe wewe manager manake ni nini. Utaingia saa 12 asubuhi. Wewe si manager? Ili ujue watu wako wamefika saa ngapi na ripoti yao ya jana iko wapi. Na utatoka saa 11 jioni sasa. Sijui umeelewa? Si ndio ukirudi nyumbani na mama yetu ni manager wa hospitali. Sasa manager gani wewe unaingia saa 1:30, unatoka saa 9:30, saa 8 unaanza kufunga mabegi. Hatutaki mameneja wa namna hiyo. Kama tunataka kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa anaofanya, sasa miundombinu inaendelea, hiyo inaenda. Management yake ndio itakayotuletea sasa wateja wazuri na rasilimali hazitatumika vibaya, nyingine hazita expire kuchina huko ziliko China, mimi nimeziona, badala zilibebwa zikapelekwa kule, na ndipo hapo sasa wateja watakapofurahia, watajiunga na bima ya afya kwa sababu umeneja kwenye vituo uko vizuri. Wakishajiunga na bima ya afya wote sasa, tunaweza kuwa na uchumi unaodhibiti magonjwa mengine ya kuambukiza. Tutanunua magari, tutawapeleka shule, tutawalipa posho, lakini mwisho wa siku na sekta ya afya sasa itaondoka kwenye utegemezi, itaenda kwenye kuchangia kwenye safari ya kwenda nchi ya viwanda na uchumi wa kati. Hapa tu msiniambie hatujalipa uniform, na mimi nitawaambia hivi, kwa nini hamjalipa uniform na nyinyi mko mjini? Hatujalipa on call, silipi on call wala extra. Ni hawa wateja ambao wanakwenda kutafuta huduma mbali, wanaacha za kwenu, watakao wafanya msimame. Kwa kumalizia, dawa mambo mengine tunapongeza, lakini pongeza ya kupongeza, eleza ya kueleza kwa mfano wana space ni ndogo kweli kutokana na tunashukuru uongozi wa awamu ya 5 naona wamepewa hela kwa ajili ya nani, lakini space hiyo walionani wanaitunza vizuri sana, ni nzuri napendeza, vile vile wamepanga dawa vizuri. Nimekuta bin card ziko updated, kila dawa ina bin card. Nimekuta expired ile suspensory buleja ile buku, nimeona kabisa, nimejua kuwa dawa ziko kwa DMO na ziko kwenye process ya kusamanishwa na kuwa destroyed. Lakini tujitahidi sana kama alivyosema naibu katibu mkuu kufanya analysis kusudi hizo dawa za expired ziwe hazipo. Kitu kingine nilichokuta, umezikuta kiasi gani ambazo ziko expired?
nilikuwa naangalia kila item. Lakini ziko zote kwa DMO. Kwa hiyo hapa hamna. Kwa maana yake sasa ndio inayotakiwa ni kwamba kusiwe na dawa inayo expire. Kwa sababu mfamasia ataangalia sasa dawa hii nilionayo sasa mimi inakwenda kwa kasi hii. Hii iliyobaki itakwenda kwa kasi hii, itatumika miezi 10 mbele. Kama itatumika miezi 10 mbele, uhai wake wa kuishi dawa umebakisha miezi 2. Pangua, peleka Regional Referral Hospital. Kule itatumika kwa kasi. Regional Referral Hospital watanipa cha kwao ambacho kinakuja kwa kasi ndogo. Au wape tu, si serikali kwa serikali. Si wateja hao wanaenda huko. Tusione mtu anatuletea hadithi ya kwamba anaenda kuchoma dawa. Mbona hatuchomi unga wa ugali nyumbani kwetu na unga wa chapati? Samani kidogo. Yaani unaweza mazuri sana ila tunapata shida ya mwanga, ninaona ndio tusimama huko. Elimu nzuri unatoa mkuu. Nilikuwa nasema kwamba mwenzangu huyu ameenda kukagua kwenye sehemu ya dawa, amekuta mambo mengi mazuri, lakini amekuta baadhi ya dawa ambazo zilikuwa zimepitwa muda wa kutumia, zimehamishwa, zimepelekwa kwa DMO kwa ajili ya kwenda kufanywa utaratibu wa kuteketezwa. Hii sio kwako tu mkurugenzi, hii ndio shule, tunapeana shule. Kuita masemina makubwa makubwa siku hizi milioni 100, unawakalisha watu wanafanya hivyo vitu, alafu hata tunatumia teknolojia ya habari kupeleka habari. Hizi sio habari za mgonjwa na Gwajima anaumwa kitu gani. Hizo ni siri zetu. Si ndio Hapa tunaongea habari za kimeneja. Kwa hiyo dawa hizi hazina sababu ya kuchina, kwa sababu hata unga nyumbani kwetu wa machapati na ugali hauchini. Ninakuwa najua unga huu natakiwa niutumie kwa wiki hii. Si ndio mimi leo kama najua nasafiri nanuaje magunia 3 naweka ndani. Nimenunua magunia 3 nimeweka ndani. Natakiwa niondoke kwenye ule mji. Na siwezi kwenda na ule unga. Sina mpelekea jirani yangu. Si uchoyo tu kukaa na unga ambao unajua utaharibika. Sasa kwenye dawa, wewe unajua kasi ya hii dawa kutumika kwa miezi 6 imekuwa ikishuka kwa kopo moja kila mwezi. Nina makopo 200. Ina maana ni miezi 200. Si ndio Nilijichanganya mwenyewe kwenye kuagiza. Miezi 200, uhai wa hii dawa umebakisha miezi 10. Sijui umeelewa Sasa mimi nakaaje tu na makopo yote hayo kama sio uchoyo na kutokujielewa na kutokuwa meneja? Ni lazima nichukue zile dawa nipeleke kwa mwenzangu mwingine ambaye ana kiwanda kikubwa cha kuweza kutumia. Sasa niseme kwamba mimi sina uvumilivu, kwa sababu vibali vya kuteketeza dawa vinatolewa na wahakiki mali wa serikali. Nitakuwa nataka hizo ripoti zote kila robo. Nani kaomba kibali cha kuteketeza dawa kuanzia dakika hii ya leo? Nikipata hivyo vibali, ninataka kujua ni dawa gani, kiasi gani, zinateketezwa kwa sababu gani. Mimi bwana nikisema nimesema. Wala sihitaji sijui kikao cha nani kuja kuniambia nikutoe. DMO ndio nitampeleka kwenye substantial post sijui akafanya nini. Mkurugenzi simamieni hilo. Wengine wote wanaosababisha majanga hayo kwanza alipe. Sio tu mtoe kwenye uongozi, alipe kwanza. Hizo dawa alizofanya ziteketezwe, kwa sababu ni kazi yake kuzifuatilia na kuziwekea utaratibu mzuri wa kutumika kwake na kutumika kwa wengine. Kama nilivyosema, nyinyi wakurugenzi wengine mnakuwa na huduma nzuri sana. Wateja wanakuwa wanakuja wengi sana. Watumishi wenu hawa wasiwaombe tu hela. Waombeni na nyinyi takwimu za huduma zinazotolewa huku na wateja wametokea wapi. Wateja wasifukuzwe, wana haki ya kwenda kituo chochote kutokana na ubora wa huduma. Ana haki ya kwenda popote. Lakini yule anayekimbiwa na wateja, tumjue kwa kuchambua takwimu ili atueleze ule mgao wa dawa na rasilimali watu alizopewa yeye, kwani yeye kampa nani? Hii ajenda nataka ibebwe. Na kwa sababu mkoa wa Mwanza nimeona una vijana machachari kabisa, kuanzia RC, RAS, RMO na timu yake na madmu wake, ninaamini kwamba wakilibeba hili wataonyesha nuru kwenye nchi, kwamba kama Magu haziendi sana, zije Nyamagana wanapoenda wagonjwa. Kama Kwimba haziendi sana, zije, na mkurugenzi huna mamlaka kusema zisiende, wala diwani hana mamlaka. Maana zikichina zile na iliandikwa zihamishwe, basi utalipa wewe na baraza la majaji. Watatoa wapi? Na wenyewe zile hela ni za wananchi. Yaani sisi wote hapa tunafanya kazi kwa niaba ya mwananchi. Kwa hiyo lazima tupangue na kuchambua hizi takwimu zitusaidie mali ya serikali kutokufanya nini mama? Kutokuharibika. Iharibika tufanyweje? Tunawajibisha chambua, kuwajibika tunawajibikaje? Kiweka mshahara na kutumbuliwa jibu. Unatumbuliwa baada ya kulipa. Ndio maana rais alisema kutumbua oye.
ni katika kuwekana sawa, tuwe na kizazi cha mameneja wanao manage rasilimali za serikali kwa uchungu kama wanavyo manage maharage ya kwenye store zao, wakijua kabisa kwa kufanya hivyo wanapunguza matumizi ya pesa kwenye serikali na hela hiyo inabaki huko. Wanakuwa na haki sasa ya kuomba wafanywe promotion, kwa sababu kwa promote inawezekana kwa sababu hela ziko hazina. Wanakuwa na haki sasa ya kusema hivi, nifanyie categorization kwa sababu hela ya kumlipa ipo. Wanakuwa na haki sasa ya kusema mimi niongezewe mshahara kwa sababu sasa hela kule ipo imesimama, na yeye anachangia sasa upatikanaji wa ile hela kwa sababu ya weledi wake kazini. Lakini kama mtu anafanywa audit sasa, yeye hayafati haya, takwimu hana, ana wimbo tu, sijapandishwa mshahara nitagoma. Tutakukagua kabla hujagoma, tukudai chetu tulichokuajiria. Sasa sio mambo mazuri, ndio maana tunayaongea sasa na kufunguana akili kwamba uchumi tumeukalia sisi. Wananchi wako tayari kutuunga mkono kupitia bima za afya, lakini na sisi tujipange kwenye huduma, tuwe na takwimu, tusisikie hadithi za dawa imechina sehemu wakati ingeza ikahama ikafika hapa. Sijui mmenielewa nyewe watumishi? Wangapi wamenielewa? Maana kama kaja kaongea hataja kusikiliza. Kama tumeelewa au tumeelewa? Mmenielewa? Hii ndio Gwajima, piga makofi. Sawa. Kitu kingine mnafanya kweli nani therapeutic committee, lakini ni complete. Kwa sababu gani? Mnatakiwa kuanalyze kama alivyozungumza naibu katibu mkuu, kitu gani ambacho kimekulidi mpaka ukaagiza zile dawa, na wagonjwa wangapi ambao mnahudumia. Kwa hiyo nyinyi mnakaa kikao tu cha kuagiza dawa, kwa tunaagiza dawa, tuna hela hii hapa na dawa hizi hapa basi. Kwa hiyo inatakiwa muende deep, trend ya ya dawa, trend ya wagonjwa na mambo mengine ya hospitali. Kwa hiyo lazima ile komiti wafanye vizuri. Sio kama kimoja swali, kwa sababu walitanguliza kusema kwamba sija amekuta dawa zimechina, zime expire. Ni wapi? Ni hapa dawa zime expire, na dawa hizo ambazo zime expire zimeshakwenda kwa DMO na wako kwenye process za kujua mali, kumuita mwakiki mali ili waweze kuziharibu kutokana na sheria ambazo zipo. Zipo aina nyingi za dawa. Labda katika hilo sasa, kuna mfamasia hapa wa wilaya na mfamasia wa mkoa. Ndio maana nimeliweka kwenye bracket kwamba nataka sasa muhakiki mali ahakiki sasa, na tuletewe sasa hizo taarifa sasa za hizo dawa sasa ambazo sasa zimefikia hatua hiyo. Tujue sasa kisa mkasa kilikuwa nini katika kuendesha mfumo wa afya. Of course mfumo wa afya unaweza kupata kuna asilimia yake ambayo niko acceptable. Sawa yani kwamba amemanage alibaki na legal okay, let's say. Hasa wakati nyingine uwezo ukazitoa zote mpaka upokee mzigo mwingine. Unaweza ukatoa sio nataka ukabakisha kidogo, lakini kabla zijaja zingine labda ilikuwa ina expire labda kesho. Sijui umeelewa na wewe huna ingine. Umeelewa ila maana utabaki nayo mpaka kesho at least kamoja. Kwa hiyo huwa kuna margin ambayo iko acceptable na mifumo ya uhakiki. Si ndio hata tunataka kupima hicho kilichoenda huko kiko ndani ya margin. Kama kiko nje ya margin lazima mtu aliwe kichwa hapa. Ndio maana sasa tunasema RMO na RMO wote utaratibu unaanza leo, ndio ushautangaza. Unaoufanya wewe wa maauditor, mainteno wakaguzi wa ndani, ukagua. Nataka hiyo ripoti leo kwanza ukanipe ikoje, lakini inchi nzima iige kama wanapofanya Mwanza, wanatumia wakaguzi wa ndani kwenda kukagua system. Tusijifungie tukasema tunafanya vizuri sana. Atakuja kukagua mtu mwingine tutakamatwa. Ile ripoti sasa mimi nikishaipata ndio nitajua sasa aliye violate nani, ili mimi nianze naye kwa mujibu wa STK, sheria, taratibu na hatuoneani. Sawa. Kitu kingine ambacho nimekiona ni kizuri sana, wanazo zile ledger zote za kupokelea mali na kutoa mali. Na documentation ni nzuri. Nimejaribu kweli kama kweli hawa wanaiba. Nimechukua ya tarehe 2 mwezi wa 10, nikaenda IPD, nikakuta wakanitafutia, nikakuta collect. Na kule kuna ledger ya kupokelea na kutolea, yani procedure ambazo wanafuata na kuna nini. Nikaona ni vema, lakini kwa sababu wanaye huyu mtu
Sogea hapa. Huyu ndugu huyu anaitwa nani? Naomba utaje vio vyako vyote. Anaambia moja kwanza. Wewe ni nani? Mimi ni Dr. Juma Mfanga, ni mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Mwanza. Ni pia ni mwenyekiti wa waganga wa halmashauri. Ah, bwana anasema vizuri. Wewe mwenyekiti wa rais? Lakini waara ndogo. Sema tu waara ndogo. Sisi tuna rais mmoja tu nchi hii. Rais mdogo. Rais wakaara kadogo kale? Ndio. Wa nani? Waganga wa halmashauri. Huyu ndiye ambaye mara nyingi mimi namtumia, pamoja na kwamba ameajiriwa na mkurugenzi hapa, anafanya kazi nyingine alizopangiwa na mkurugenzi kwa mujibu wa muundo wa utumishi wa umma, na mimi nikampangia zingine. Anafanya vizuri kuwaratibu waganga wakuu wa mikoa wa wilaya zote nchini. Wameona ni mweledi, ana hekima, anajitoa kufanya yote ulio kamkoa kana mgojwa ila baadaye. Kwa hiyo nitambue mchango wake mkubwa, na ndio maana ameamua labda awe mstari wa mbele kuhakikisha kituo chake ni kituo cha mfano. Umefanya kazi nzuri, I acknowledge. Sawa. Lazima tutendeane haki palipo na haki. Endelee. Kitu kingine kizuri ambacho nimekiona, ile mheshimiwa naibu katibu mkuu, ile TAMISEMI iliyotolewa uwajibikaji hapa imefanyika. Inafanyika. Nimekuta kabisa amesema mimi ni fulani. Nimehudumia prescription kadhaa, watu kadhaa. Waliopata dawa ni hawa. Dawa zilizokosekana ni hizi hapa. Nimeona kwa watu wawili wamefanya hivyo. Namna hii unajua sisi na nyoa hivi kwa sababu yani kwamba yani unashuka saa ngapi kazi tu. Lakini tukienda hivi na sisi basi tunanenepa hapo kidogo. Si ndio Sawa. Excellent. Kingine labda ni kuwakosoa hiyo kompyuta ianze kufanya kazi, ule mfumo wake. Gotiomis. Una shida gani? Naona walikuwa hawana kompyuta, si ndivyo? Tulikuwa tumepanga kwenye zile za Arabi. Sasa zilishanunuliwa, kila room ina kompyuta mpaka kuta maabara. Very good. Ndio naambiwa ni kinara wa Gotiomis ni Nyamagana, wana copy Ilemela. Walianza Ilemela, sasa hivi tumemaliza Ukerewe. Sasa hawa ndio wanaingia. Very good. Kwa hiyo kama nilivyosema, kila halmashauri ina strength zake. Ndio. Hawa wana strength ambao sijaona kama imejitokeza kwenye taarifa yao. Huu ufuatiliaji wa swala la quality kwa ujumla, na wanaenda mpaka kwenye vituo binafsi. Kwa kweli they are trying. Very good. Na watu waita waje kujifunza Nyamagana. Mimi ndio mwelekeo wangu huu. Taarifa wajibikaji kafanya huyu bwana, si ndio usimamizi wa madawa kafanya huyu bwana kwenye kituo chake. Njoo mama, wewe huko mstari wa nyuma sana wewe. Si ndio huyu hapa? Huyu kamtuma huyu. Ina maana huyu ni mwalimu mzuri kwa huyu. Si ndio Huyu naye kawilaya kanamuita. Twenda kupangua wazembe wote. Tunawapandisha nyinyi mlioweza. Sijui umenielewa Kwa hiyo ameweza kusimamia kituo chake dawa, anasimamia quality. Yeye na DM wako amesimamia miundombinu. Sijui umenielewa Hata customer care na imani hapa inakwenda vizuri. Sijui umeelewa Hii ndio lugha ambayo mimi naisema. Kwa hiyo ukiwaongezea kidogo tu package hii, wanatoka na kila mtu anakubali kwamba wametoka very good. Lingine nimekosa kingine cha kuwakosoa. Wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo mpaka nimechambua sana, nimefuatilia, nimekosa kingine cha kuwakosoa. Kwa hiyo waendelee vizuri hivyo na wazidishe.